Leo dunia nzima imetikiswa. Habari hii imevuka mipaka, imevunja rekodi za kusambaa kwenye mitandao na imefanya kila kona dunia ikae kimya kwa mshangao. Watafiti wakubwa kutoka Marekani, Japani, Ujerumani na hata Afrika wametoa taarifa pamoja, taarifa ambayo inabadilisha kila kitu tulichokuwa tunafikiria kuhusu maisha ya kisasa. Habari hii haijawahi kusikika, sio uvumi, sio tetesi, ni utafiti uliochukua miaka 15 na leo wametoa hitimisho moja la kutisha. Chanzo kikubwa kinachopunguza maisha ya binadamu duniani ni kitu kilichopo mkononi mwetu kila siku, ni smartphone. Kwenye mkutano wa kimataifa uliofanyika Geneva, shirika la afya duniani WHO, chuo cha teknolojia cha Massachusetts MIT na taasisi ya afya Ujerumani waliotoa ripoti yenye kurasa 987. Ripoti hiyo ina kauli moja nzito: smartphone ni kisu cha kisasa kinachokata maisha polepole. Sababu ya kwanza ya kitaalamu zilizotolewa na hawa watafiti ni kwamba smartphone inaleta shida ya usingizi na afya ya ubongo. Mionzi ya mwanga wa blue light kutoka kwenye skrini inaharibu melatonin na homoni ya usingizi. Utafiti huo ulionyesha watu wanaotumia simu usiku kabla ya kulala hupoteza wastani wa saa 2 za usingizi bora kila siku. Watafiti hao walisema ya kwamba kukosa usingizi kwa muda mrefu kunasababisha magonjwa ya moyo, kupoteza kumbukumbu na kuzeeka mapema. Na pia sababu ya pili za kitaalamu zilizotolewa na hao watafiti ni kwamba smartphone inaleta msongo wa mawazo na hofu ya kijamii, ambapo notifications za mara kwa mara huchochea homoni ya cortisol, homoni ya msongo. Watafiti hao waligundua kuwa ubongo wa mtu anayetegemea smartphone unafanana kisaikolojia na mtu aliye kwenye mazingira ya vita. Sababu ya tatu ya kitaalamu zilizotolewa na watafiti hao ni kushuka kwa viwango vya mawasiliano halisi. Mahusiano ya kifamilia na kirafiki yanadidimia. Watu hutumia zaidi ya masaa 5 kwenye simu kwa siku, na muda huo huondoa fursa ya mazungumzo ya ana kwa ana ambayo ni muhimu kwa afya ya akili. Sababu ya 4 iliyotolewa na wataalamu hao ni kupungua kwa uwezo wa kuona. Kuangalia skrini kwa muda mrefu husababisha digital eye strain, macho kukauka na kupoteza umakini wa kuona mbali. Utafiti wa China ulionyesha ongezeko la watoto wenye matatizo ya macho kwa 65% ndani ya miaka 10 iliyopita. Sababu ya 5 ni mionzi ya kielektroniki, EMF exposure. Ingawa bado mjadala unaendelea, baadhi ya tafiti zinaonyesha kuwa uwezekano wa ongezeko la hatari ya saratani kutokana na mionzi ya muda mrefu karibu na kichwa. Miaka ya 1990 watu waliokuwa na muda wa kutosha kulala hukutana na kuzungumza pamoja. Miaka 25 baadaye tumeunganisha ulimwengu wote ndani ya kifaa kimoja, lakini tumejitenga zaidi kuliko wakati wowote. Historia inatuonya kila teknolojia mpya huja na gharama, lakini gharama ya smartphone inaweza kuwa maisha yenyewe. Watafiti hao walitaja madhara makubwa yanayoweza kusikishwa na smartphone, lakini wengi wa binadamu hawakulitambua hili. Madhara ya kwanza ni kupungua kwa umri wa kuishi. Watafiti wanakadiria matumizi mabaya ya smartphone yanaweza kupunguza wastani wa maisha kwa miaka 5 hadi 7. Madhara ya pili ni ulemavu wa akili wa mapema. Kumbukumbu hushuka mapema hata kwa vijana. Madhara ya tatu ni upoke sugu. Kutengwa kijamii kunaleta msongo wa mawazo, unene uliopitiliza na hata kujiua. Madhara ya 4 ni kuchakaa kwa mwili mapema, kutokufanya mazoezi kutokana na kutumia muda mwingi kwenye skrini. Na madhara ya 5 ni kuongezeka kwa ajali za barabarani na kazini zinazotokana na watu kushikilia simu. Watafiti hao wamebaini kuwa smartphone sio tu inakuchosha akili, bali inaingilia moja kwa moja mfumo wa muhimu ya mwili wako, ikipunguza uwezo wa viungo kufanya kazi kwa kiwango chake cha asili. Na baya zaidi, mabadiliko haya hutokea polepole bila dalili za mapema, mpaka pale unaposhindwa kurudi kwenye hali yako ya kawaida. Watafiti hao walisema ya kwamba sehemu ya kwanza ya mwili wa binadamu unaopunguza uwezo wake kupitia smartphone ni ubongo, kupoteza kasi ya fikra, ambapo mionzi na msukumo wa taarifa nyingi huongeza mzigo wa cognitive load. Matokeo yake, uwezo wa kuchuja taarifa unapungua, ubunifu unashuka na kumbukumbu za muda mfupi zinapotea haraka. Sababu kuu ni ubongo unakosa nafasi ya kupumzika na kuchakata taarifa, kwa sababu simu inakulazimisha kuwa na hali ya alert mood muda wote. Sehemu ya pili ya mwili wa binadamu ambayo inapungua uwezo, watafiti hao wamesema ya kwamba macho kushuka kwa nguvu ya retina. Kuangalia skrini masaa mengi husababisha seli za retina kuchoka mapema, na matokeo yake kupoteza uwezo wa kuona vizuri kwenye mwanga hafifu na kupungua kwa rangi halisi, color perception. Sababu kuu ni blue light inaharibu seli nyeti za mwanga kwenye macho. Sehemu ya tatu iliyotajwa na watafiti hao ni mifupa na misuli hudhoofika. Kukaa muda mrefu bila harakati husababisha mifupa
mifupa kuwa dhaifu na misuli kupoteza uimara wake. Matokeo yake ni maumivu ya mgongo, bega, shingo na kupungua kwa nguvu za kushika vitu. Sababu kuu ni mwili unahitaji mizunguko ya damu inayochochewa na mazoezi. Simu inakufanya ukae bila kusogea. Sehemu ingine ya mwili wa binadamu iliyotajwa na watafiti hao ambayo inapunguza uwezo wake kufanya kazi kupitia smartphone ni moyo. Kudumaa kwa nguvu ya kupiga. Kutotembea au kufanya mazoezi kwa muda mrefu kunapunguza uwezo wa moyo kusukuma damu kwa ufanisi. Matokeo yake ni mzunguko wa damu unakuwa dhaifu, shinikizo la damu linapanda na hatari mshtuko wa moyo inaongezeka. Sababu kuu ni matumizi ya simu mara nyingi yanachukua muda wa mazoezi au hata kutembea. Na sehemu ya tano ya mwili wa binadamu ambapo unapunguza uwezo kabisa ni mfumo wa homoni kuvurugika. Mwanga wa skrini usiku unavuruga circadian rhythm ya mwili na matokeo yake ni kuongezeka kwa homoni za msongo, cortisol, na kupungua kwa melatonin na serotonin ambazo ni muhimu kwa usingizi na furaha. Sababu kuu inayoleta hayo matokeo ni ubongo unachanganya mwanga wa simu na mwanga wa mchana, ukifanya usiwe na usingizi na kuishi kwenye hali ya msongo. Lakini watafiti hao wamesema ya kwamba umri wa miaka 0 mpaka 12, hao ni watoto, uwezo wao wa ubongo kujifunza lugha hupungua kwa 23%. Kwa wale wanaotumia simu masaa mawili kwa siku, kiwango chao cha shughuli za kimwili hupungua 50%, na macho yao huanza kupata dalili ya uoni hafifu mapema. Umri wa miaka 13 hadi 19, hawa ni vijana, huongezeka kwa viwango vya msongo wa mawazo na unyogovu kwa 31%, na hao hupunguza uwezo wa kuhifadhi kumbukumbu ya muda mrefu kwa 17%, na pia hukumbwa na upungufu wa usingizi wa masaa 2 hadi 3 kila siku. Umri wa miaka 20 hadi 35, hawa ni watu wazima wachanga, hushuka kwa kiwango cha testosterone kwa wanaume na estrogen kwa wanawake kutokana na msongo wa akili na kukosa usingizi, na pia kuongezeka kwa unene na uzito kupita kiasi kwa 27%, hupungua kwa umakini kazini na uwezo wa kuchukua maamuzi. Umri wa miaka 36 hadi 60, watu wazima wakati, kuongezeka kwa hatari ya magonjwa ya moyo na shinikizo la damu kwa 45%, na pia macho yao huanza kuharibika mapema, kuongezeka kwa maumivu ya viungo kutokana na kukaa muda mrefu bila mazoezi. Umri wa miaka 60, hawa ni wazee, kuongezeka kwa dalili ya upungufu wa akili demento, na pia hao hupungua kwa kumbukumbu na umakini, kuongezeka kwa hatari ya kuanguka kutokana na udhaifu wa misuli na matatizo ya macho. Ila kilicholeta taharuki kubwa, watafiti hao wanasema ya kwamba kuna makundi fulani ya watu ambao hatari kwao kubwa kiasi kwamba hawapaswi kabisa kutumia smartphone isipokuwa kwa dharura tu. Watu wa aina ya kwanza waliotajwa na watafiti hao ni watoto chini ya miaka 12. Ubongo wao bado unakuwa na ni rahisi kuathirika na mionzi na msukumo wa taarifa. Na watu wa aina ya pili ni wagonjwa wa matatizo ya moyo. Msongo wa akili na kukosa usingizi vinaweza kusababisha mshtuko wa moyo. Na watu wa aina ya tatu ni wagonjwa wa matatizo ya macho, kama retina au cornea imeanza kuharibika, basi hupaswi kutumia smartphone, maana mwanga wa skrini unaharakisha uharibifu zaidi. Watu wa aina ya 4 ni wagonjwa wa usingizi sugu. Mwanga wa simu unazuia kupona kwa tatizo hili. Watu wa aina ya 5 ni wagonjwa wa afya ya akili, unyogovu, wasiwasi, basi mitandao ya kijamii na taarifa nyingi huongeza ugonjwa huo. Watu wa aina ya 6 ni wajawazito. Mionzi ya simu inapaswa kupunguzwa sana ili kulinda afya ya mtoto tumboni. Leo dunia nzima imepewa onyo. Watafiti wamesema bayana, hatuwezi kuishi bila simu, lakini tukiendelea kama tulivyo sasa, simu haitakuwa chombo cha mawasiliano pekee, itakuwa ni chombo cha kuharakisha kifo chetu. Swali halisi ni moja tu, baada ya kusikia habari hii, utafanya nini? Utaendelea kupuuza au utaanza kudhibiti jinsi unavyotumia smartphone yako? Dunia inasubiri jibu lako. Usisahau kutoa maoni yako katika komenti, na pia usisahau kusubscribe ili usipitwe na habari njema kama hizi. Na sasa nakuaga, tukutane katika vipindi vijavyo. Bye bye.